mtazamaji, hiki ni kipindi kinachoangazia miradi ya kimkakati ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa niaba ya taasisi ya Afisi ya Rais, Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini PDB, kwa udhamini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar ZURA, pamoja na Benki ya Watu wa Zanzibar PBZ. Mimi ni Ramadhani Singano. Ni nafuu na ni salama, ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni PBZ Wakala. Ni kidole chako tu. Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Wakala kwa urahisi. Ni kidole chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii basi na ulazima wa ATM card. PBZ Wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au passport ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Je, wajua Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati ZURA ina utaratibu wa kupokea na kuyashughulikia malalamiko kwa upana na umahiri wa hali ya juu. Je, nani anaweza kuwasilisha lalamiko? Kwanza, mtu mwenye lalamiko. Pili, mtu aliyechaguliwa kufungua malalamiko kwa niaba ya watu wengine. Na tatu, sheha wa sheha husika ikiwa ni lalamiko la mtu zaidi ya mmoja ndani ya sheha hiyo. Utawasilishaje malalamiko? Moja, kuwasilisha katika ofisi za ZURA. Mbili, kujaza fomu ya malalamiko kupitia tovuti ya ZURA. Na tatu, kupiga simu ZURA bure, huduma kwa wateja kwa namba 0800711117. Kwa huduma ya maji na umeme, mlalamikaji anaweza kuwasilisha malalamiko hayo ZURA ikiwa kuna changamoto ya kutopatia ufumbuzi kwa mtoa huduma. Kwa huduma ya mafuta na gesi, mlalamikaji wasilisha lalamiko lake kwa mtoa huduma mafuta na gesi na kutoa taarifa ZURA ndani ya saa 48 baada ya kuwasilisha lalamiko lake. Vile vile, mlalamikaji anatakiwa awe na risiti kama kielelezo cha lalamiko lake. ZURA, udhibiti wa huduma kwa thamani. Serikali ya awamu ya 8 inayoongozwa na Dr. Hussein Ali Mwinyi, Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, imekuwa mstari wa mbele katika kuimarisha sekta ya utalii. Ikizingatiwa kuwa uchumi wa Zanzibar unategemea utalii kwa 30%. Jitihada hizi zimekuwa na lengo la kuongeza fursa za uwekezaji, kuongeza nafasi za ajira kwa vijana na kuitangaza Zanzibar kimataifa kama kivutio bora cha utalii, uwekezaji na utamaduni. Ili kufanikisha haya, serikali imeweka mazingira mazuri ya uwekezaji yanayowavutia wawekezaji wa ndani na nje ya nchi. Maboresho katika miundombinu kama vile barabara, viwanja vya ndege na bandari yamechangia kwa kiasi kikubwa katika kuhamasisha wawekezaji kuwekeza katika sekta ya utalii. Tuko hapa katika ukumbi wa Suza Tunguu ambapo tumepata fursa ya kuja kushiriki katika ufunguzi wa maonyesho ya utalii ama yajulikanayo kama Z Summit. Huu ni mkutano wa 3 ambao unafanyika katika visiwa vyetu hivi vya Zanzibar, na ni mkutano ambao unawaleta pamoja wadau kutoka katika sekta ya utalii, ikiwemo wawekezaji, ikiwemo tour operators, ikiwemo hoteliers na wadau wengine wote ambao wanahusika katika hii sekta, ili kuweza kujumuika kwa pamoja kuona namna gani ama kushauriana namna gani ambavyo tunaweza tukaweka mazingira bora ya sekta yetu hii ya utalii. Mkutano huu wa leo unajulikana kama ni mkutano wa B2B ama business to business, ambao unawaleta pamoja wafanyabiashara, wanakuja kukutana, kubadilishana mawazo, kupeana fursa, lakini vile vile kuweza kutanua wigo wa mitandao yao ili kuweza kusukuma mbele gurudumu la sekta ya utalii katika visiwa vyetu. Na mimi nimekuja hapa nikiwa kama mgeni rasmi kwa ajili ya kufungua mkutano huu ambao utakuwa unafanyika kwa siku 2, leo na kesho, na utakuwa unajumuisha matukio mbalimbali. Kutakuwa kuna panel discussions, kutakuwa kuna workshops, kutakuwa kuna seminars mbalimbali, ili mradi inatoa fursa kwa jamii ya wana utalii
wawekezaji, watalii wenyewe, wafanyabiashara wa ujumla ambao ni suppliers, kuweza kujumuika pamoja na kujadili mada mbalimbali ambazo zina mnasaba na sekta ya utalii. Tumeona hapa katika miongoni mwa topics ambazo zitajadiliwa kwenye panel discussion hizi ni pamoja na swala zima la inbound travel insurance, kitu ambacho kimekuwa kina mjadala mkubwa sana huko katika sekta ya utalii, lakini vile vile namna gani ambavyo tunaweza tukafanya utalii kwa wote, kwa maana ya utalii ambao utakuwa unanufaisha pamoja na jamii husika. Lakini mijadala hii pia itagusia swala zima la jinsi gani ambavyo Zanzibar imejiandaa katika maandalizi ya AFCON na kupokea wageni katika mashindano hayo makubwa ya mpira na mada nyingine mbalimbali. Kwa hiyo haya ni matukio ambayo kama wizara sisi tunayakaribisha, tunayahamasisha, kwa sababu hii sekta ni sekta ambayo kwanza ni mtambuka, lakini ni sekta ambayo watu wake lazima wawe wanakutana mara kwa mara ili kuweza kujadiliana, kubadilishana mawazo, lakini vile vile kama kuna changamoto, badala ya kusubiri pengine mwaka mzima kabla ya waziri au serikali haijatoa tamko, wenyewe wadau kwenye sekta wanapata fursa ya kujadili na hatimaye kuweza kushauri serikali. Kwa hiyo katika hili tukio la ufunguzi nimepata fursa ya kuelezea mikakati ya serikali, nini ambacho tunakifanya, matarajio yetu. Tumegusia swala zima la uwekezaji ambao serikali pia unatarajia kuufanya katika kuhamasisha watalii kuja nchini, lakini vile vile mpango mzima wa kidijitali kwa sekta ya utalii, pamoja na mageuzi mbalimbali ambayo tunataka kuyafanya ya kisera, ya kisheria, mpango wa uwekezaji kwa upande wa Pemba. Tumetoa update kuhusu uwekezaji katika visiwa, lakini vile vile tumeelezea kuhusu changamoto ambazo bado zinaendelea kukabili hii sekta, ikiwemo swala zima la ukosaji, swala zima la maji, swala zima la umeme na miundombinu mingine muhimu ambayo inaathiri kwa namna moja au nyingine hii sekta. Lakini pamoja na hayo tumeelezea juu ya mwenendo wa sekta ya utalii kwa ujumla, ambapo tumetoa takwimu zetu kwamba mpaka kufikia Februari Zanzibar tayari imeshapokea watalii 800,000, kiwango ambacho tayari sasa kimetimiza lile lengo la ilani, ambapo kama mtakumbuka ilani ya Chama cha Mapinduzi inasema kwamba ifikapo 2025 Zanzibar hiyo imekaribisha watalii 800,000, na hiyo tayari tumeshafikia. Lakini vile vile mwezi Disemba mwaka jana umeonekana kwamba ni mwezi ambao umevunja rekodi kwa kukaribisha watalii zaidi ya 96,000 katika mwezi mmoja. Lakini tumehighlight vile vile kuhusu mpango wa serikali wa uwekezaji, ujenzi wa Terminal 4 pamoja na ujenzi wa airport kwa upande wa Pemba, sambamba na kuona sasa namna gani ambavyo serikali inawekeza katika miundombinu mingine, hususan kwa upande wa umeme. Tunajua kuna changamoto kubwa sana ya upatikanaji wa umeme, hususan katika mikoa ya kaskazini na kusini, ambapo sehemu kubwa ya watalii wako huko, lakini vile vile miundombinu ya maji, na pamoja na kuibrand Destination Zanzibar. Tumeelezea kwamba sasa hivi Zanzibar soko lake kubwa inategemea soko la Ulaya, nchi kama za Ujerumani, Italy, Uingereza na Ufaransa, na kwamba kuna kila sababu sasa ya sisi kutanua wigo wa masoko yetu, na kwamba mwelekeo wa serikali sasa hivi ni masoko ya India, China, Indonesia pamoja na Korea, ambapo binafsi nimepata fursa ya kushiriki katika mikakati mbalimbali ya majadiliano katika hizo nchi husika kwa ajili ya kuhamasisha watalii kuweza kuja kutoka nchi hizo. Hii show yetu ni ya mwaka wa 3 sasa hivi, ni Z Summit, na hii yote ni kutangaza utalii Zanzibar, kutangaza investment Zanzibar, na pia kutangaza culture Zanzibar na urithi tuliokuwa nao. Huu ni mwaka wetu wa 3 kuifanya hii Z Summit, na tumeona lazima kuna vitu tuvichange ndani yake au tuvibadilishe. Ndio maana tumekuja huku Suza University. Masuala mengi yalikuja, kwa nini tumekuja huku Suza University? Kwa sababu tourism sio kwa sababu ya wageni tu, lakini tourism ni kuipa faida jamii.
na jamii yetu na new generation yetu ni wanafunzi wa Zanzibar kuweza kuelewa nini utalii, nini uwekezaji, na pia kupata kujifunza kuona nini tunachokifanya. Kwa hiyo matarajio yetu ni kutangaza utalii, na kama ukiangalia nyuma yangu nafikiria mmeona vipi bizi ilivyokuwepo. Kwa hiyo haya yote ni kuitangaza Zanzibar, na tunamshukuru Mheshimiwa Rais, yeye ndo leadership wetu mkubwa anayotangaza, na sisi tuko nyuma yake kufanya kazi hii. Nina uhakika katika utalii unaoongezeka hapa Zanzibar. Nadhani mnaona hamna low season mwaka huu ama huko tunako kwenda, lakini imani kubwa ni kwamba sisi kama watengeneza platform zetu zinachangia kwa wingi sana kuongezeka kwa watalii visiwani Zanzibar, hususan hii platform tulionayo. Watu wengi wanaanza kuuza Zanzibar hata kama walikuwa wauzi. Kwa hiyo platform hii inaongeza kukua kwa utalii Zanzibar. Serikali pia imeendelea kuimarisha sekta na sheria zinazohusiana na utalii ili kuhakikisha uwekezaji unakuwa endelevu na unachangia maendeleo ya Zanzibar kwa ujumla. Matokeo ya jitihada hizi yameonekana kupitia ongezeko la mikutano na matamasha mbalimbali ambayo yameongeza idadi ya watalii wanaotembelea Zanzibar. Matamasha kama vile Sauti za Busara, Makachu, Full Moon Party, Vumba Festival, Pemba Bonanza na mengineo yamekuwa kivutio kikubwa kwa watalii wa ndani na nje ya nchi. Matamasha haya yamechangia pakubwa katika kukuza utalii wa kitamaduni na kuongeza mapato ya wananchi na pato la taifa kwa ujumla. Kenda Rocks is a beach party in Zanzibar. It's one of the biggest beach parties events in general in East Africa. We started in 1996 from grassroots beginnings, and we made it here to big events right now. We're hosting around 5,000 to 8,000 people at the most. And the way we began was actually from a campsite, and a few people, about 15, wanted to have a little event around a campfire and a full moon, and that's where the name began. So Full Moon Party. And this is a significant party because it invites a lot of people from abroad. It's very, I don't want to say touristic, it's a combination of touristic and cultural, so it invites people to do something unique that they've never done before in a place that's actually amazing, because we're right at the beach and it's one of the best beaches in the world, and I've traveled and experienced a lot of places and there's very few that beat it. Hapo mwanzo ile eneo lilikuwa likiitwa Shotele, kwa maana kwamba Shotele ni maji mengi. Shotele, a lot of kwa Kiingereza ni maji mengi, maana yake ndio Shotele. Kwa kimazingira ile eneo, mababu zetu walikuwa zamani wakitumika kwa ajili ya mambo ya traditional belief. Ilikuwa labda uko mtaani au kijijini, mtu anaumwa, anakuja ndani, anakuja kutibiwa, anakuja kuogelea hapa kwa ajili ya baraka fulani. Na mara nyingi ilikuwa kwa yote anakuja kutibiwa humu ndani lazima apoe, kutokana na imani zetu zile za kimila. Hapo tukakaa kwa muda mrefu sisi wenyewe tukaamua sasa tugeuze mbinu ya utalii kwa ajili ya uchumi wa buluu. Kwa upande wa wageni, tunashukuru alhamdulillah, wanakuja kutokana na booking zao na booking. Sasa kuna wengine wataingia 40 leo, wengine 30, wengine 50. Hakuna maximum maalum, hakuna ile limit maalum. Sawa, ni biashara. Leo biashara nzuri, kesho biashara si nzuri. Kwa kweli kila ambaye anakuja mgeni hapa, yani siku ya pili lazima aje tena. Kutokana na mazingira yalivyo tulivu huko hapa, kwa usalama mkubwa tu, wageni wanafurahi kwa kweli yani. Kwa hilo tunashukuru. Ambao kuna wageni wanatoka Nungu, sehemu mbalimbali ya Zanzibar. Wengine wanatoka nje ya nchi, hasa wanakuja moja kwa moja kupitia. Wazawa pia wanakuja na wao, ambao wazawa pakija inakuwa bei yao tofauti, ambao kama shilingi 10,000 tu basi kwa wazawa. This project is called The Eyes of Zanzibar.
it is the first project. All our projects will be called Eyes of Zanzibar 1, Eyes of Zanzibar 2, etc. This project, it is located in Nungwi, and we started it 1 year ago. At the moment, we are finishing the constructing of the main buildings, and we are going to hand over the project at the end of this year. So we use here very high quality materials that we used in our other projects in Turkey and different countries. So here will be used very high quality materials. Another project, by the way, this project we sell this project in different countries in the world. So the next project is called Aurora, the Eyes of Zanzibar 2. That's the second project. You can show this. The second project is going to be in Paje. So there are also too many apartments, approximately 138 apartments with the 5-star hotel facilities, not far from the ocean. And this project is called Aurora. The Eyes of Zanzibar 2. This project we are going to start construction in April this year, and here there are also all the hotel facilities are inside, included a sauna, a gym, co-working area, restaurants, and spa center. Everything is included there. So this project we are going to build we are going to start building in April this year, but and we are going to hand over it within 1.5 years, inshallah. Sisi kama wadau wa internet tuko tayari kuungana na juhudi za Mheshimiwa Dr. Mwinyi katika kuhakikisha kwamba Zanzibar inakuwa ni kitovu cha utalii, lakini pia inakuwa mbele na inasonga mbele katika masuala mazima ya utalii, na hivi kwamba tunaonyesha juhudi zetu kwa kuwepo hapa sisi leo na kutoa huduma hizi za internet, lakini pia tunaahidi kwamba tutajitahidi kufika maeneo mengi kama mheshimiwa ambapo anajitahidi kuweza kukuza utalii wa Zanzibar. Tamasha la tuzo za Trace zimefanyika visiwani Zanzibar. Fursa za ajira na kujiajiri zimezidi kuongezeka, huku wawekezaji zaidi katika sekta ya utalii wakizidi kumiminika katika visiwa vya marashi ya karafuu na uchumi wa bluu, na hapa tunayaona matokeo ya sera ya uchumi wa bluu. The question is always why Zanzibar? It's very simple. Zanzibar has got multiple benefits that are quite unique. First of all, it's a beautiful island. Second, no one has ever done such a big music event on this island, and we want to be the first one. Third, we discussed with the artists, and when we told them we are thinking about doing it in Zanzibar, a lot of people told us we'll dream of traveling to Zanzibar, so we'll be more than happy to come. Fourth, we have the support of the government that really wanted us to do this here. And last but not least, I've got a personal relationship with Zanzibar. I come myself from a tiny island in the Caribbean, and I came here for my honeymoon, and I love it. So I decided to come. The understanding is that Zanzibar wants to be a high-end destination for tourism. That means that you are really investing, let's say from the 3-star to 5, even 6, 7 stars hotel, and you want tourism that can bring you some cash, financial contribution, and that can create jobs for the people. And at the same time, there is a very strong dimension of sustainable tourism that is really protective of the environment, because the environment is really the asset also you have on the island. So this is very well aligned with Trace, because in our vision and our mission, we try really to do things that are premium with a very high degree of quality. On our audience all over the world are people who are really in a position to invest, to travel, and they are really interested also by the culture, by the legacy, by the heritage, by all the history of this island. And we believe that the association of Trace and Zanzibar works very well. So obviously when you organize
such a big event in an island like Zanzibar, you need to have a good relationship with the president. So I'm going to meet with him in the coming hours, either today or tomorrow. But my perception, my understanding is that he's extremely supportive of this organization of this event here in Zanzibar. And definitely tourism, culture are some of the key pillars of his action on the island. So somehow with the Trace Award, we are going to contribute to the policy that he has designed for the government, and we are very proud and very honored of being part of his strategy. Juhudi hizi za serikali zimekuwa na matokeo chanya kwa vijana wa Zanzibar kwa kuongezea fursa za ajira. Hoteli mpya za kimataifa, migahawa na kampuni za utalii zimefunguliwa, hivyo kuongeza nafasi za ajira kwa wakazi wa Zanzibar. Kwa ujumla, jitihada za serikali ya awamu ya 8 chini ya uongozi wa Dr. Hussein Ali Mwinyi zimeleta mafanikio makubwa katika sekta ya utalii. Uwekezaji umeongezeka, fursa za ajira zimepanuka, na Zanzibar imeendelea kujulikana zaidi kimataifa kama moja ya sehemu bora za utalii duniani. Serikali inaendelea kuhakikisha kuwa maendeleo haya yanakuwa endelevu kwa faida ya kizazi cha sasa na kijacho. Ni nafuu na ni salama, ni rahisi na isiyo na utapeli. Ni PBZ Wakala. Ni kidole chako tu. Sasa PBZ Bank inakuwezesha kutoa pesa kupitia PBZ Wakala kwa urahisi. Ni kidole chako ndicho kinachokuwezesha kupata huduma hii basi na ulazima wa ATM card. PBZ Wakala wameenea kila kona. Tembelea tawi lililo karibu nawe ukiwa na kitambulisho kati ya kitambulisho cha NIDA, Mzanzibari mkazi, leseni ya udereva au pasipoti ya kusafiria kwa ajili ya usajili wa alama za vidole. PBZ Bank, benki ya watu, chaguo la watu. Hiki ni kipindi kinachoangazia miradi ya kimkakati ya Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, kwa niaba ya taasisi ya Afisi ya Rais, Ufuatiliaji na Usimamizi wa Utendaji Serikalini, PDB, kwa udhamini wa Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati Zanzibar, ZURA, pamoja na Benki ya Watu wa Zanzibar, PBZ. Mimi ni Ramadhani Singano. Je, wajua Mamlaka ya Udhibiti wa Huduma za Maji na Nishati ZURA ina utaratibu wa kupokea na kuyashughulikia malalamiko kwa upana na umahiri wa hali ya juu. Je, nani anaweza kuwasilisha lalamiko? Kwanza, mtu mwenye lalamiko. Pili, mtu aliyechaguliwa kufungua malalamiko kwa niaba ya watu wengine. Na tatu, sheha wa sheha husika ikiwa ni lalamiko la mtu zaidi ya mmoja ndani ya sheha hiyo. Utawasilishaji malalamiko: 1. Kuwasilisha katika ofisi za ZURA. 2. Kujaza fomu ya malalamiko kupitia tovuti ya ZURA. Na 3. Kupiga simu ZURA bure, huduma kwa wateja kwa namba 0800711117. Kwa huduma ya maji na umeme, mlalamikaji anaweza kuwasilisha malalamiko hayo ZURA ikiwa kuna changamoto ya kutopatia ufumbuzi kwa mtoa huduma. Kwa huduma ya mafuta na gesi, mlalamikaji wasilisha lalamiko lake kwa mtoa huduma mafuta na gesi na kutoa taarifa ZURA ndani ya saa 48 baada ya kuwasilisha lalamiko lake. Vile vile, mlalamikaji anatakiwa awe na risiti kama kielelezo cha lalamiko lake. ZURA, udhibiti wa huduma kwa thamani.